nataka nikiri, popata mwaliko na nikawaambia watu wangu, hebu kaiangalieni meli. Wakanambia, Mheshimiwa Rais, wala sio meli ya hadhi yako, ni kijimeli kidogo tu hivi. Nikasema mwambieni waziri afanye mwenyewe hiyo kazi. Lakini nilipokutana na waziri akanambia, ndio meli ni ndogo lakini mambo yake ni makubwa, naomba sana uje. Na leo nimekuja. Hongereni sana. Aidha, niwapongeze Wizara ya Uvuvi, Mifugo na Uvuvi, TAFICO na taasisi zake pamoja na wadau wote walioshiriki katika kufanikisha jambo hili. Tunawashukuru Chuo cha Mwalimu Nyerere Academy kwa kutukaribisha kwenye maeneo yenu. Na nataka niwaambie, maelezo ya mkuu wa mkoa nimeyasikia. Mkuu wa mkoa huwa hamalizii kuomba, anasema maendeleo mpaka yalipofikia. Mwenyewe unafahamu kwamba bado kuna kitu kinasubiriwa au kuna kitu hakijatimia. Mkuu wa mkoa, nimekuelewa vizuri. Lakini washukuru pia wananchi wa Kigamboni kwa kuhudhuria kwa wingi namna hii. Na huu ndio Utanzania, na hii ndiyo kujivunia cha kwetu na kupokea cha kwetu, na washukuru sana. Lakini vile vile nishukuru vikundi vyote vya burudani vilivyo katika shughuli hii. Ndugu viongozi na Watanzania wenzangu, uzinduzi wa meli hii ni hatua muhimu inayoweka msingi wa utekelezaji wa sera na mikakati yetu katika kukuza mchango na tija ya sekta ya uvuvi na uchumi wa buluu kwa ujumla katika uchumi wa taifa letu. Hatua hii inaakisi maono na mabadiliko ya kimkakati katika udhibiti na usimamizi wa rasilimali za Bahari Kuu. Kwa dhati kabisa, tumedhamiria kulifufua na kuliimarisha shirika letu la uvuvi TAFICO ili liweze kushiriki ipasavyo katika kusimamia rasilimali za Bahari Kuu. Kwa muda mrefu, uvunaji wa rasilimali za Bahari Kuu umekuwa unafanywa na meli na makampuni kutoka nje ya nchi yetu. Hali hii imezorotesha uwezo wa nchi kunufaika na rasilimali hizo kimapato na kwa ustawi wa wananchi kwa ujumla. Kwa msingi huo, kuliwezesha shirika letu la uvuvi kwa vifaa na teknolojia za kisasa ni muhimu na ni jambo la lazima. Tunaendelea kufanya hivyo kwa lengo la kuiwezesha nchi na wananchi kwa ujumla kunufaika na fursa zitokanazo na rasilimali za uvuvi wa Bahari Kuu, ambazo ni pamoja na kukuza fursa za ajira kwa vijana wetu, kuongeza mapato ya serikali, kuboresha lishe na afya za watu wetu, na kuimarisha mnyororo wa thamani na ugavi katika sekta nyingine za kiuchumi. Pamoja na jitihada za kuimarisha shirika letu la uvuvi, tutaendelea kuzimarisha mamlaka nyingine za serikali ili ziweze kudhibiti na kusimamia rasilimali zetu, ikiwemo kutokomeza uvuvi haramu usiozingatia sheria, unaoharibu mazingira na uhai wa viumbe maji. Ndugu zangu, sambamba na jitihada hizi tunazozielekeza kwenye uvuvi wa Bahari Kuu, serikali imefanya jitihada kubwa za kuboresha mazingira ya kufanya shughuli za uvuvi katika maziwa kwa kuwezesha upatikanaji wa mitaji, utaalamu na vifaa, ikiwemo boti za uvuvi na mbinu za ufugaji au ufugaji samaki kwa njia ya vizimba. Na njia hii leo, wakati napokea maelezo kuhusu meli hii na mpango mzima wa uvuvi, nimeambiwa uvuvi wa vizimba utakwenda baharini pia, na nataka wataalamu mlisimamie hili ili ukanda wetu wa pwani na wenyewe wafaidike na miradi hii. Ndugu zangu, yote hayo yanayofanyika si jitihada zetu peke yetu, bali kuna wadau ambao tunashirikiana nao, na hapa nitumie nafasi hii adhimu kumshukuru sana balozi wa Japani na nchi ya Japani na serikali ya Japani kwa kushirikiana nasi katika kutengeneza meli hii ambayo tumeizindua leo. Lakini kupitia wao kwa kushirikiana na UNDP tutapata tena doti 2 za kisasa za kasi za doria,
na boti hizi zitatusaidia sasa kufuatilia meli zilizoko kwenye maji makubwa zinazoiba rasilimali zetu. Tunawashukuru sana serikali ya Japani na UNDP. Katika hatua nyingine, tunashukuru sana Benki ya Dunia kwa kutupatia fedha za kujenga masoko ya kuuzia samaki katika ukanda wa Pwani na kanda ya Ziwa. Tunawashukuru sana. Tutaendelea kuongea na wenzetu au mashirika mengine duniani ili watupatie teknolojia za kisasa, mbinu na utaalamu ili kufanikisha azma yetu ya kuwa na uvuvi wenye tija na manufaa makubwa. Ndugu viongozi na Watanzania wenzangu, uamuzi huu wa kuimarisha mikakati ya uvuvi wa Bahari Kuu unaendana na mwelekeo wetu wa taifa tuliojiwekea katika kutekeleza malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya miaka 25 hadi mwaka 2050 na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Katika miaka 25 ijayo, ni matumaini na matarajio yetu kwa Tanzania yenye uchumi imara, kuwa na Tanzania yenye uchumi imara unaozalisha, wenye kuongeza thamani na shindani. Katika kutekeleza malengo hayo, tutaendelea kuimarisha mnyororo wa thamani wa mazao ya uvuvi ili kuongeza mapato ya nchi na kukuza fursa za ajira kwa wananchi, hususan vijana wetu. Tulichokizindua leo si chombo cha kuvulia samaki pekee, bali ni mpango mzima na mfumo unaounganisha uvuvi, uzalishaji viwandani pamoja na masoko. Ndicho tulichokizindua leo, na naomba safari hiyo ianze kwa kasi sana, Mheshimiwa Waziri na wote mlioko wizarani. Safari hiyo tuende nayo kwa kasi sana. Ni muhimu pia kutambua kuwa mafanikio ya sekta ya uvuvi hayategemei uwepo wa meli hii pekee. Serikali inaendelea kuwekeza katika sekta ya uvuvi kupitia ujenzi wa bandari za uvuvi kule Kilwa ambao umeshafika asilimia kama 90 lakini vile vile Bagamoyo. Tuna nia hiyo, tunakwenda kujenga bandari nyingine ya uvuvi kule Bagamoyo, na si bandari peke yake, pamoja na eneo huru la sekta ya uvuvi, pamoja na kuimarisha viwanda vya kuchakata mazao ya uvuvi. Ndugu zangu, hatua hizi zinalenga kupanua uzalishaji wa fursa za kiuchumi, ajira kwa wananchi, pamoja na kuimarisha usalama wa chakula, kwa sababu mazao ya baharini ni lishe na ni lishe muhimu sana. Aidha, hatua zinazoendelea za ununuzi wa meli nyingine 4 za uvuvi pamoja na meli ya mafunzo ya utafiti kama waziri alivyosema hapa, na tutafanya hivyo ili kujenga uwezo wa taifa kushiriki kikamilifu katika uvuvi wa Bahari Kuu. Sambamba na hilo, tutaimarisha mafunzo na tafiti za kitaalamu pamoja na mifumo na taasisi za usimamizi wa sekta hii ili kuhakikisha rasilimali za bahari na maziwa zinasimamiwa kwa ufanisi na kwa kuzingatia misingi endelevu. Tunaanzisha mwendo huu uwe endelevu na si mwendo wa muda fulani halafu malizike. Tarehe 8 Januari mwaka huu nilizindua jengo la taaluma na utawala la Taasisi ya Sayansi za Bahari ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kule Buyu, Zanzibar. Uwekezaji huu ni mojawapo wa juhudi zinazolenga kuimarisha tafiti za bahari, kuendeleza rasilimali watu pamoja na kuongeza tija ya uzalishaji na ushindani wa sekta ya uvuvi katika uchumi wa buluu. Mambo haya ambayo tunayafanya na tunayoyapanga kuyafanya hayawezi kuwa endelevu endapo hatutakuwa na misingi ya amani, utulivu na usalama ndani ya nchi yetu, pamoja na mazingira mazuri ya biashara na uwekezaji. Kwa maana hiyo, tumeanza kufanya mapitio ya sera, tutafanya mapitio ya sheria, lakini pia kanuni zetu za uvuvi ndani ya nchi yetu. Serikali itaendelea kuimarisha na kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji ili kujenga uwezo wa wananchi wetu na sekta binafsi, pamoja na kuvutia wawekezaji kutoka nje ya nchi ili sekta hii
itoe mchango unaostahiki katika uchumi na ustawi wetu. Vile vile nitoe wito hapa kwa Watanzania wenzangu kuendelea kulinda na kudumisha misingi hiyo ya amani na utulivu, ili yote hayo tunayoyasema yapate kufanikiwa vizuri. Ndugu zangu, kabla sijahitimisha hotuba yangu, naomba sasa nijielekeze katika kutoa maelekezo kwa wizara. Kama nilivyosema awali, safari tuliyoianzisha si ya mchezo. Tunadhamiria na tunakusudia. Hivyo basi, wote tukae mguu sawa ndani ya wizara, na wale wote wanaofanya kazi na sekta hii tukae mguu sawa kuendelea na safari hii vile tunavyotarajia. Lakini la pili ni matunzo ya vyombo tunavyovinunua. Meli zinazokuja nyingine 4, boti za doria na vyombo vyote tutakavyovinunua kukuza sekta hii, naomba vitunzwe na viendeshwe vyema kwa faida ya taifa letu. Lakini jengine, nafahamu kwamba wavuvi wadogo wadogo wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zikiwemo upatikanaji wa mitaji na teknolojia, majengo na maeneo ya kuuzia bidhaa zao, masoko, na ilishasema kwamba serikali kwa kupitia World Bank tutaanza ujenzi wa masoko. Jitihada hizo ziendelezwe, lakini vile vile jitihada za mitaji kwa vijana wetu nazo tuzifanyie kazi. Jambo jingine ambalo nataka kuiagiza wizara ni utoaji wa elimu ya ujasiriamali na utunzaji wa fedha, ili fedha wanazozipata wavuvi wetu ziwanufaishe katika kuendeleza thamani ya kazi yao na kuboresha maslahi yao. Pamoja na hayo, niwaagize kuimarisha mikakati ya kudhibiti uvuvi haramu ili kuwa na uvuvi endelevu wenye tija na manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho, si kwa maguvu kwenda kukusanya manyavu, kuchoma na kufanyaje, lakini kisheria na taratibu zinazoruhusu hivyo. Agizo jingine kwa wizara, pamoja na kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji na Wizara ya Viwanda na Biashara, endelee kuimarisha ushiriki wa sekta binafsi na kuvutia uwekezaji zaidi katika sekta ya uvuvi. Ndugu zangu, baada ya maagizo hayo, sasa ninayo heshima kutamka rasmi kuwa meli ya uvuvi wa Bahari Kuu pamoja na mpango mzima wa uvuvi ndani ya nchi yetu, mfumo mzima wa uvuvi ndani ya nchi yetu leo vimezinduliwa rasmi. Makofi mengi na vigelegele.